Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa ndugu zangu, nina ujumbe fupi hapa wa haraka. Nataka niwakumbushe kitu kimoja, nataka niwakumbushe hili tafadhali sana, naomba uwe makini katika kulisikiliza hili nataka ulikumbuke. Hivi tuko katika wakati wa mwisho wa wakati wa mwisho, yani tuko mwisho wa wakati wa mwisho, yani wakati wa mwisho wenyewe umeshaisha. Sasa tuko kwenye miisho ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo sasa huu wakati tulionao ni wakati mgumu sana, sababu ni wakati ambao kila upande unataka umaximize watu. Ina maana gani? Upande wa shetani unataka umaximize watu wengi sana, na upande wa Yesu Kristo pia unataka umaximize watu wengi sana, sababu pande zote mbili zinajua ya kwamba baada ya wakati huu hakuna wakati tena. Kwa hiyo tuko mwisho wa wakati wa mwisho. Kwa hiyo tuko katika wakati hatari sana, wakati mgumu sana, lakini pia wakati mzuri sana. Kwani kwa sababu ndio wakati ambao manabii Danieli walililia waufikie wakati huu, wakati ambao kina Paulo walililia waufikie, wakati ambao kina Yohana mfunuzi walililia waufikie, lakini hawakufikia. Ila mimi na wewe kwa neema ya Bwana tumeufikia wakati huu ambao ni mwisho wa siku za mwisho. Sasa katika huu mwisho wa siku za mwisho, kila mmoja, kila upande unajaribu kuunda mbinu mpya kila kukicha, ili kuhakikisha wana maximize watu wengi sana kwenda upande wao. Ina maana shetani anajaribu kuunda mbinu nyingi sana kila siku, ili kuhakikisha watu wengi wanamkubali yeye. Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo pia anajaribu kuunda mbinu mpya kila siku, ili ahakikishe pia watu wengi wanaenda upande wake. Sasa nina ujumbe mfupi sana na waraka kwako wewe ambao unanisikiliza, sababu ili ufike hatua ya kunisikiliza, ina maana wewe ni wa upande wetu. Wewe ni wa upande wa Yesu Kristo. Wewe sio wa upande wa adui, hapana. Wewe sio wa upande wa ibilisi, hapana. Wewe ni wa upande wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ujumbe wangu nilionao ni huu: kimbia sana injili ya kisasa. Kimbia sana injili ya kisasa. Narudilia tena, tuko mwisho wa nyakati za mwisho. Ina maana hivi tuko mwisho wa miisho ya wakati wa mwisho. Nimesema katika wakati mwingine, katika lugha nyingine, wakati wa mwisho wenyewe umeisha. Sasa wakati tunaoishi ndo mwisho, yani hivi tuko mwisho wa wakati wa mwisho. Sasa watakaookolewa kusema kweli ni wachache. Sijui kama ni wangapi, lakini nijualo ni kwamba ni wachache sana. Yani watakaokwepa na kupita katika unyakuo ni wachache sana sana, tena sana, wachache sana. Hebu wazia tu, wakati wa Lutu wangapi waliokoka? Hebu turudi kidogo nyuma, wakati wa Nuhu wangapi waliokoka? Wakati wa Nuhu walikuwa tu watu 8 peke yao ndio ambao waliokoka. Nani na nani? Nuhu na mke wake, watoto 3 wa Nuhu na wake zao. Wakati wa Lutu nafikiri walikuwa kama 5 tu. Wangapi wale? 5 au 3 tu, wachache sana, hesabu ndogo kama hiyo, ndio ambao walipona. Hebu kumbuka, wana wa Israeli walipotoka Misri wanaenda katika nchi ya ahadi, wangapi waliingia? Wangapi waliingia? Walitoka Yerusalemu, walitoka Misri wako watu milioni 200. Walitoka Misri wako watu milioni 2. Wana wa Israeli walitoka Misri wako watu milioni 2, na walioingia kwenye hili milioni 2 ni watu 2 tu. Amen. Yoshua na Kalebu. Kwenye milioni 2 waliingia tu watu 2. Kwenye dunia mzima wakati wa Nuhu wakaokoka tu watu 8. Kwenye dunia mzima wakati wa Sodoma na Gomora wakaokoka tu watu sijue 4 5. Sasa huu wakati wetu wangapi wataokoka? So unaona hapo bado kuna swali. Yani wataokoka wapo ndio, lakini wachache sana. Sasa shetani anaendelea kuongeza mbinu zake kila kukicha. Kila siku ibilisi anaongeza mbinu. Kila siku wachawi wanafanya vikao. Kila siku kuzimu kuna vikao. Kila siku ulimwengu wa giza kuna vikao. Kila siku shetani anakusanya watu wake. Tutafanya nini ili hawa Wakristo tuwaangushe? Tutatumia mbinu gani ili hawa watu tuwaangushe?
na mbinu zinaendelea kuundwa kila kukicha. Sasa upande wetu pia ambao ni wa Bwana wetu Yesu Kristo, kila siku Mungu anafanya vikao na watu wake. Kila siku Bwana anatembelea watumishi wake. Kila siku Roho Mtakatifu halali, hachoki. Malaika wanatumwa kila siku. Yesu mwenyewe anashuka kila siku kuendelea kujaribu kuweka mbinu nyingi sana ili kwamba watu wengi wasivutwe na huyu mwovu. Lakini habari mbaya niliyo nayo ni kwamba shetani amefaulu kuvuta watu wengi sana kwake. Shetani amefaulu kukokota watu wengi sana kwake. Sasa nina ujumbe wa haraka kwako wewe unayenisikiliza. Nina ujumbe wa haraka kwako wewe ambaye umechagua kubonyeza kwenye video hii na kuisikiliza. Ujumbe wangu nilionao ni hii: usikubali kwenda upande wa adui. Usikubali kwenda upande wa ibilisi. Usikubali kwenda upande wa ule mwovu. Usikubali mbinu ambayo ameiandaa yule shetani, sababu ameona katika mbinu zake zote ambazo ameandaa. Shetani ameona katika plani zake zote ambazo ameandaa. Tunaendelea kumgundua kila kukicha. Hivi ana mbinu mpya, na mbinu hii mpya ndio imemfanya shetani kupata watu wengi sana. Mbinu gani? Injili ya kisasa. Shetani amekuja na injili ya kisasa. Neno langu nililonalo kama nilivyoandika kwenye title: kimbia sana injili ya kisasa. Hakuna kitu kibaya kama injili ya kisasa. Wengi wa hawa ambao mnaowajua mastaa kwenye TV, wengi wao ni watoto wa shetani ambao wanafanyia ibilisi kazi. Sitaki tu kuwataja majina, lakini wengi wa hao mnaowajua ambao wana watu maelfu katika makanisa zao, ambao wanajaza watu mamia katika congregation zao, wengi ni watu ambao wamekula mikataba na shetani. Wengi ni watu ambao wanamkusanyia ibilisi watu ili kuwapeleka kuzimu. Nafsi nyingi zao watu mnaoona katika hayo makanisa makubwa wanabebwa kuzimu wakiwa wazima. Mpendwa, kama kuna kitu cha kukimbia, injili ya kisasa. Injili ya kisasa ni nini? Niwaambie tu kwa haraka injili ya kisasa ni nini. Ukiona injili yoyote inalenga tu mafanikio yako ya kimwili. Injili inahubiriwa uwe pesa, uwe bilionea, ujenge manyumba. Injili inahubiriwa ya kwamba kama hujawa na pesa maana yake hujaokoka. Injili inahubiriwa ya kwamba kama una maisha ya taabu maana yake Yesu hakujui. Injili inahubiriwa ya kwamba kama bado una maisha ya kukosa chakula maana yake hujaokoka. Hiyo injili ambayo haijali nafsi yako, ambayo haikemei dhambi, ambayo haikwambii acha maisha maovu, ambayo haikwambii acha uzinzi, ambayo haikwambii acha kunywa pombe, ambayo haikwambii acha kuvuta sigara, ambayo haikwambii acha kucheza mpira, ambayo haikwambii acha kuweka vipodozi, ambayo haikwambii amini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, ambayo haikwambii kuacha maisha mabaya, ila inalenga tu ufunguliwe upate pesa. Maombi ya kurudisha, maombi ya kufunguliwa, maombi ya kurudisha nyota yako, maombi ya kurudisha nyota ili ufanikiwe kimaisha upate pesa nyingi. Injili kama hiyo ambayo ina base on prosperity, ambayo ina base on prosperity, ambayo ina base katika mafanikio ya hapa duniani. Yani injili kubwa ambayo base yake kubwa ni wewe ufanikiwe uwe na pesa nyingi. Injili kama hiyo, my bro, kimbia. Finally it will kill you. Uwe makini sana na unachokiamini. Unaweza ukawe mwaminifu mzuri sana, na unaweza ukawe na moyo mkunjufu katika kile unachokiamini, lakini kama unachokiamini si neno la Bwana, kitakupeleka pabaya. Be very careful with this prosperity gospel. In fact, kubarikiwa ni neno la Bwana. Bwana ametuahidi baraka. Bwana ameahidi kutubariki, lakini sio kwa staili hii ya shetani. Shetani amepitia kwenye neno hilo, ameshika vesi hiyo na kuanza kuhubiri kupitia hapo na kukoroga injili halisi ya Roho Mtakatifu. Sasa injili ya mtindo wa sasa iliyopo inakuacha uishi maisha yako yote ya dhambi, inakuacha ufanye mabaya yako yote, inakuacha uishi katika uzinzi wako, lakini inalenga tu kwenye mafanikio yako ya kimwili. Hiyo injili kimbia. Yani mimi I do not have another gospel today. My only message, kimbia injili ya kisasa. Sina ujumbe mwingine leo ujumbe ambao Bwana amenipa ni kwambie, kimbia injili ya kisasa. Hii injili ambayo haikwambii uache dhambi,
Hii injili hii ambayo haikufanyi umsogelee Yesu zaidi. Hii injili hii ambayo haikufundishi jinsi gani ya kujua mbinu za shetani. Hii injili hii ambayo malengo makubwa sana inalala katika sadaka. Sadaka, sadaka, njoo upande, toa sadaka, toa cha kumi. Yaani mhubiri malengo yake makubwa yamelala katika sadaka, sadaka, cha kumi, sadaka, sadaka, sadaka. Watu wasiotoa sadaka wataenda kuzimu. That kind of preaching, my bro, pay attention with it. Ameshavamiwa na shetani. Ibilisi ameshapenyeza mahali fulani. Sema amen. Ndio ile ambayo Bwana alinena katika kitabu cha Marko. Akasema ya kwamba katika Marko 8:36 kwamba itamfaidia nini mwanadamu apate dunia yote alafu apoteze nafsi yake. Mungu ameliongea tena hilo katika kitabu cha Mathayo 16:26 kwamba itakusaidia nini dada, ndugu, upate dunia nzima alafu upoteze nafsi yako. Uwe na magari yote, uwe na ndege zote, private jet zote za kwako, alafu ukifa uende kuzimu. Itakusaidia nini? Mbinu za shetani ameingia pia katika injili, na ndo ameleta hii injili ya mafanikio ya kimwili isiyokemea dhambi. Hiyo injili, ndugu yangu, itakupeleka pabaya. Ukiona mahali popote ambapo injili ni hiyo, I don't care who is your pastor, kimbia, sababu athara ya nafsi yako ni nafsi yako mwenyewe. Huyu pasta huyu hata kuja kukutetea. Siku ile ikifika, huyu mchungaji hata kuwepo, utakuwa wewe mwenyewe na Mungu wako. Na sikia haya ninayokuambia, kimbia hapo, kimbia. Biblia inasema tokeni kwao enyi watu wangu, msishiriki dhambi zao. Kimbia, huyu ameshavamiwa. Most of these guys who you know, most of these TV stars, most of them wamekula mikataba na shetani. Wengi ni waabudu shetani, wengi wanatoka kuzimu, wengi wametumwa na shetani na wanajifanya manabii, wanajifanya mitume, wanajifanya walimu, wanajifanya wachungaji, kumbe wanafanyia ibilisi baba yao kazi. Ni mbinu mpya ambayo shetani ameingiza katika kanisa. Neno langu leo, kimbia. Kimbia injili ya kisasa. Rudi kwenye injili ya mtindo wa kale. Injili ya mtindo wa kale ndio ile injili inayokemea dhambi, inayokuambia hacha mabaya, hacha maovu. Hata watu wakuone kama vile uko dada wa zamani, hata wakuone umedheeka, lakini kubali kudheeka katika Kristo. Bora wanione nimedheeka nikiwa katika Bwana kuliko kuniona niko kijana lakini nikiwa katika ulimwengu. Bora wakubali wanione siweke vipodozi katika Kristo kuliko niweke vipodozi baadaye niende kuzimu. Kumbuka, mwili hautaenda popote, mwisho wake ni kuishia kaburini. Kinachoenda na kupata udhima wa milele ni nafsi yako. Sasa hii injili haijali nafsi yako, haijali maisha yako ya baadaye, haijali uzima wako wa milele, haijali kwamba, haikuonyesha ya kwamba dhambi itakupeleka pabaya. Wao wanao kuonyesha tu ni kwamba ufanikiwe upate hela nyingi. Hiyo injili kimbia. That is all what God told me to speak to you today. Kimbia injili ya kisasa. Ndio ujumbe pekee ambao Bwana ameniambia nikwambie leo. Kimbia injili ya kisasa. Kama kuna kitu cha kukimbia, kimbia injili ya kisasa. Hiyo injili ya prosperity. Hiyo injili isiyokemea dhambi. Hiyo injili sio kuambia jinsi gani ya kuishi maisha ya utakatifu. Hiyo injili ambayo haihubiri utakatifu, kimbia. Kimbia hiyo injili. Kimbia hiyo injili. Kimbia injili ambayo haikuambii kuishi utakatifu. Kimbia. Ninakuonya ndugu yangu, ninakuonya dada yangu, ninakuonya mama yangu, ninakuonya kaka yangu, ninakuonya baba yangu. Kimbia hiyo injili, mwisho wake itakuangamiza na itakupeleka pabaya. Usiposikia haya, basi utajikuta uko pabaya na utakumbuka hii video. Bwana akubariki wewe ambaye umesikia na ambaye umekubali kukimbia. Ukimbie wende wapi? Ukimbie uje kwa Yesu Kristo. Ukimbie wende wapi? Ukimbie wende kwenye injili ya mtindo wa kale. Injili ya mtindo wa kale ndo ipi? Ndo hili inayokuhubiri kuhusu utakatifu na kuishi utakatifu. Na utakatifu wenyewe sio tu kuvaa nguo ndefu na kutojipodoa, lakini usafi wa moyo wako. Ndani uishi kama Mkristo, utembee kama Mkristo, upende wengine, uvae kama Mkristo, unene kama Mkristo, ujazwe na Roho Mtakatifu, uzaliwe mara ya pili, umpende Yesu Kristo, umheshimu yeye, maisha yako yashuhudie mbele za wengine ya kwamba umeokoka, maneno unayoyasema na maisha yako unayoyaishi viwe sambamba. Bora uwe Mkristo usiyejitapa kuliko kuwa Mkristo unayejitapa na auishi neno la Mungu. Utakuwa jiwe la kukwaza. Ndo maana katika utakatifu huu, cha kwanza tunahubiri ni usafi wa moyo. Mawazo yako yawe safi,
uwaze mambo mazuri, usiwe mtu wa kuwazawaza tu mabaya zidi ya wengine. Uwaze mazuri katika kichwa chako, moyoni mwako ujae na mawazo mazuri, uishie Bwana. Mungu awe neno la mwisho kwako, Biblia iwe ni amina kwako, ahadi zote zilizo katika Biblia ziwe ni ahadi zako, utembee kulingana na mapenzi yake. Ukiishi maisha kama hayo, mbingu ni zako. Kimbia injili ya kisasa, injili ambayo itakupeleka kuzimu. Bwana akubariki. Asante katika jina la Yesu Kristo na kuombea. Amen.